بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Kauli yake tabaraka wa taala katika aya nambari 25 sura hii ya 9, laqad nasarakumullahu bibadrin, kwa hakika laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin, kwa hakika au bila shaka yoyote alikupeni ushindi nyinyi Allah na akakunusuruni dhidi ya maadui zenu, fi mawatina kathiratin, katika maeneo mengi, yani katika vita tofauti tofauti, wa yauma Hunainin, na katika siku ya vita vilivyopiganwa katika bonde lilikuwa linaitwa Hunain, ambalo lilikuwa linapatikana hadi sasa katika eneo baina ya Makka na Taif, si mbali kutoka maeneo ya Arafat. Wa yauma Hunain, na siku vita vya Hunain ambavyo vilitokezea katika mwaka wa 8 wa Hijra, yani si muda mrefu pia baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kuikomboa Makka katika Fathu Makka, halafu vikapiganwa vita vya Hunain. Halafu katika mwaka wa 9 ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaja akazitaja jambo hili katika kuwahimiza Waislamu kuelekea jihadi, akawaambia ielekeni jihadi na Allah atakunusuruni kama alivyokunusuruni katika vita vingi, na siku ikumbukeni pia siku ya Hunain, idh a'jabatkum, pale ambapo ilikupendezesheni nyinyi, mkapatwa na ujubu, mkapatwa na kujisikia, mkaona kwamba nyinyi ni wengi, kathratukum, wingi wenu ukakupendezesheni, mkaona kwamba hamuwezi kushindwa. Katika vita vya Hunain Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na wapiganaji 12,000, kati yao 10,000 aliotoka nao Madina na 12,000 katika watu waliotoka Makka ambao walikuwa ndio kwanza wametoka kuslimu. Falam tughni ankum shay'an, wingi wenu usikusaidieni chochote. Wadhaqat alaikum al-ardu, na ardhi ikawa nyembamba, ikawa ni dhiki kwenu nyinyi baada ya kuwa na wasaa, ikawa haitoshi. Yani mtu anapofikwa na shida, ardhi huwa anaiona, yani wasaa wote wa ardhi kwake yeye hakuna nafasi pa yeye kukaa au kufanya mambo yake kutokana na dhiki hiyo. Kwa hiyo Allah anasema wadhaqat alaikum al-ardu, ardhi ikawa ni nyembamba kwenu nyinyi, bima rahubat, pamoja na upana wake wote. Thumma wallaitum mudbirin, halafu nyinyi mkageuka migongo yenu, mkawa ni wenye kukimbia kutokana na kuvamiwa na washirikina wa Bani Hawazin na Bani Thalab. Amesema katika tafsiri, kwanza mnasaba wa aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia aya ya 5 huko unakuja aya ya 14 amewahimiza Waislamu kupambana, na baada ya hapo akaeleza yale aliyoeleza katika hukumu za kuwafanya makafiri kuwa wapenzi na ubaya wa mtu kupenda vitu mbalimbali na ulazima watu kupenda jihadi baada ya mapenzi ya Allah na mtume wake. Halafu kwa sababu aya iliyopita faktulul mushrikina, ambayo ndio tumesema aya ya 5, hizi aya zote zinalazimisha zimeweka mwanzo mzuri atamhidi, yani zimeweka tandiko liliqdami ala dhalika mudarrajan, kwa kuwahimiza Waislamu kuelekea katika jihadi kwa stepwise. Kwa nini wanalazimishwa jihadi? Kwa nini makafiri si watu wa kuamini? Kwa nini wanalazimika watu kumpenda zaidi Allah kuliko mali zao na vitu vyao vingine? Haya yote yameelezewa strategically mudarrajan, kidogo kidogo. Haya yote yamekuja, halafu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaeleza ushahidi katika mambo yaliyopita, katika matokeo halisi ambayo yanopita, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru, kwa sababu anasema qatiluhum yu'adhibuhum Allahu biidikum, Allah amewaahidi kwamba mkipambana hawa watu Allah atawadhibu kwa kutumia mikono yenu, wa yansurukum alaihim, na atakunusuruni dhidi yao wao, wa yashfi sudura qaumi mu'minin, na ataendelea kuziponya nyoyo za waumini
zitaweza kusahau machungu aliyopitia huko kabla. Kwa hiyo Allah anaonyesha namna ambavyo jambo hilo ameshalifanya practically katika maeneo mengi. Ndio aya hii sasa anasema laqad nasarakumullahu bibadrin, halafu laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin, halafu anaonyesha kwamba jambo lenyewe la nusra ya Allah sio tu kwamba Allah amefanya hivyo kwamba inatokezea tu, bali linafungamanishwa na nyinyi mtakavyofanya. Kumbukeni katika vita vya Hunain, wingi wenu haukusaidieni chochote. Mliporudi mkaitikia wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita, Allah akawapa nusra. Kwa hiyo hata leo mlivyo, Allah anakuhimizeni tena kupigana jihadi ya kupigana nao hawa na kusafisha kabisa nyumba ya Allah takatifu, pasifanywe ndani yake ushirikina wala uchafu baada ya mwaka huu wa 9. Kwa hiyo na hili nalo mkiliitikia, Allah atakunusuruni kwa sababu mmeitikia wito wake. Ndio akasema Allah jalla wa ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin, yani laqad nasarakumullahu, Allah amekupeni ushindi ayuhal mu'minun, enyi waumini, ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, marafiki au masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala a'daikum, dhidi ya maadui yenu, alkufari, makafiri, fi ghazawatin kathiratin, katika vita mara nyingi, sehemu tofauti tofauti, kuanzia vita vya Badri na vita vilivyofuata baada yake. Wa yawma Hunain, nakumbukeni vita vilivyopiganwa katika eneo la Hunain. Idh a'jabatkum, pale ambapo ulikupendezesheni nyinyi, ilikufanyeni mujisikie kathratukum, wingi wenu, mpaka mkafikia kusema lan nughlaba al-yawma min qillatin, leo hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Kama tutashindwa, tutashindwa kwa sababu nyingine, na kutokana na wingi huu hatuwezi tukashindwa kwa sababu ya wingi wetu. Allah anasema falam tughni ankum shay'a, wingi wenu usikusaidieni chochote kile. Maana yake wanasarakumullahu aidan fi ghazwati Hunain, na Allah alikupeni ushindi vile vile katika vita vya Hunain ambavyo nyinyi mlivikimbia. Hina a'jabatkum kathratukum, pale ambapo wingi au ukubwa wa jeshi lenu ulikufanyeni mujisikie katika nafsi zenu. Falam tufidukum tilka alkathratu shay'a, usikusaidieni wingi wenu huo, idadi yenu kubwa isikusaidieni chochote kwa sababu tu ni wingi. Wadhaqat alaykum al-ardu bima rahbat, na ardhi pamoja na wasaa wake ikawa ni nyembamba kwenu nyinyi, ikawa haitoshi. Ai wadhaqat alaykum al-ardu ma'a si'atiha, ardhi ikawa nyembamba kwenu nyinyi na yenye dhiki, pamoja na kwamba asli ardhi ni yenye wasaa, ina eneo la watu kufanya mambo yao, lakini inaposhuka balaa kwa mwanadamu, ardhi huwa haitoshi. Lishiddati ma asabakum, kutokana na ukubwa wa mambo ambayo yalikusibuni nyinyi. Amesema kwamba wadhaqat alaykum al-ardu bima rahbat, amesema baadhi ya wafasiri kama ambavyo ameweka tafsiri ya al-Wahidi, maana yake innakum bishiddati ma lahiktum min al-khawf dhaqat alaykum al-ard, kwa sababu ya kilichokupateni katika hofu iliyokukuteni, ardhi ikawa haitoshi. Falam tajidu fiha mawdi'an, mkawa hamkupata nyinyi sehemu, yasluhu lakum lifirarikum an aduwikum, ambapo mnaweza kuwakimbia maadui zenu. Na amesema As-Sa'idi rahimahullah, wa dhaqat alaykum al-ardu bima asabakum min al-hammi wal-ghammi hina inhazamtum, ikakupateni nyinyi, yani dhiki katika ardhi, ardhi ikawa ni nyembamba kwenu nyinyi, haina nafasi kutokana na yale yaliyokukuteni, kutokana na kushughulishwa akili zenu na huzuni na ham na gham, wakati ambapo mlishindwa katika vita vile, yani mwanzo wa vita vya Hunain. Na amesema al-Imam Shinqiti rahmatullahi alayhi, wal khaifu, mtu mwenye hofu, yadhiqu alayhi fadha'u al-ardi al-wasi', huwa ni nyembamba kwake yeye upana wa ardhi ambao ni ardhi yenye wasaa. Lianna man ishtadda khawfuhu, kwa sababu mtu ambaye hofu yake ni kubwa, dhaqat al-ardu fi aynayhi, ardhi huwa kwake yeye ni nyembamba mno katika macho yake yeye na uoni wake. Wa in kanat tawilatun aridatun wasi'a, hata kama asli ardhi ni pana na refu na yenye wasaa. Kwa hiyo ameweka hadithi hapa, amesema Allah jalla wa ala, thumma wallaytum mudbirin, halafu pamoja na kwa mlikuwa wengi mkavamiwa kwa ghafla na wanajeshi, na hali ya kuwa nyinyi mna madhaifu katika jeshi lenu, kwa kuwa na watu wasiokuwa na silaha na watu waliokuwa wana imani chache waliotoka kuslimu, wale ambao walikuwa wanaitwa at-tulaqa, walioachiwa huru na Mtume SAW salam kwa kuambia madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, nadhani mimi nitakufanya nini baada ya kushakuwa iteka yote Makka. Wakamwambia kwamba wewe ni rajulun salih,
ibnu rajulin salih, wewe ni mtoto mwema, ni mtu mwema na unatokana na mtu mwema, vile baba yako ni mtu mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, fala aqulu lakum illa kama qala Yusuf, mimi sisemi kuambia chochote isipokuwa alichokisema Yusuf, la tathriba alaikum alyawma, hakuna kwenu nyinyi kulipiziwa kisasi leo. Halafu akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhhabu fa antum tulaqa, ondokeni nyinyi leo nyote ni waachiwa huru. Kwa hiyo watu wale wakubwa wa Maka, kina Abu Sufyani na mke wake na wengineo walikuwa na vyeo na hadhi, wakaondoka wakawa wanasema, nahnu lyauma tulaqau Muhammad, leo sisi tumekuwa ni waachiwa huru, ametuacha huru Muhammad. Yule alikuwa wanamdharau na kumkebehi, leo wamekuwa wao ni waachiwa huru. Lau kama angalitaka wote wangalikuwa mateka. Kwa watu walikuwa ni atulaqa, wameingia katika Uislamu, hawajathibiti nyoyo zao katika Uislamu, hawa wakiwa watu 2000 wakaunganika na jeshi la watu 10,000 waliotoka Madina kwenda Maka, yani Mansar, na pamoja na Muhajirina wale wa kwanza, Islamu wa kwanza. Kwa hiyo watu hawa 2000 walipokuja wakakimbia, ikasababisha kutawanyika kwa jeshi la Kiislamu na kushindwa jeshi la Kiislamu, ikawa kama kwamba makafiri wameshinda. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtumia Abbas bin Abdul Muttalib, baba yake mdogo, akawa Abbas analingania watu kuwaita, akawaita kwanza Ansari wote, halafu akawaita Khazraji, halafu akawaita watu maalum katika bani al-Harith, katika ukoo wa Khazraj wa watu wa Madina. Ala kulli hal, vita vya Hunain amehadithia hapa Anas bin Malik radhiallahu anhu, na tutataja kwa ufupi basi na kutaja yote, kwamba siku ilipokuwa vita vya Hunaini walielekea kabila la Hawazin na Ghatafan. Hawazin na Ghatafan waliposikia watu wameslimu Maka na wameshindwa na makabila mengine yameingia katika Uislamu kwa sababu ya kuslimu kwa watu, kuwafuata watu wa Quraysh, wao walisema kwamba sisi hatuwezi kuslimu kufuata Muhammad kwa sababu tu watu wengine wameslimu, bali tutajikusanya na kuanzisha vita dhidi ya Muhammad. Kwa hiyo wakajipanga katika maeneo ya Hunain, wakichukua watu ambao ni wapiganaji mahodari walikuwa wamewaandaa kwa muda mrefu katika makafiri, ili kuja kumvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume aliposikia hivyo akawafuata yeye, pamoja na kwamba watu hao walikuwa wanajulikana kwamba ni watu wazuri katika vita na ni wazoefu na walikuwa wanajiandaa kwa muda mrefu, kwa sababu pamoja na kwenda kupigana pia walikuwa wamejiandaa katika ngome yao kuwa na chakula cha kuwatosheleza kwa muda wa mwaka mzima, kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake watakuja kuwazingira. Na hicho ndio kilichotokezea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuwazingira katika vita vya Hunain, lakini haikusaidia chochote, wakapata hasara masahaba, mpaka walipojaribu kuvunja pia wakamwagiwa moto. Mtume sallallahu akamwambia yani tuondokeni kesho, akasema hapana, tubakie mpaka kesho. Wakaenda wakajaribu, walivyopigwa masahaba kwa moto wakasema basi sasa tuondokeni. Mtume sallallahu akacheka, kwa sababu jana yake kabla hawajapigwa aliwaambia tuondokeni, wakakataa, wakakaidi amri yake. Siku ya pili walipokwenda wakapigwa, wakaona kwamba hakuna namna ya kuweza kushindana na watu hawa, wakaondoka. Halafu wakaja viongozi wa kabila la Hawazin kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakitaka udhuru na kutangaza kusilimu kwao na kujisalimisha. Mtume sasa akakubali Uislamu wao na akawaacha watu wa Hunain wote wakiwa huru. Watu wa Hunain na watu wa Taif, watu wa Hunain hasa walikuwa wametoka Taif kuja Hunain kwa ajili ya kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu hawa, anasema Anas, walikwenda wao Hawazin na Ghatafan baada ya kuwa makabila mengine yameslimu. Hawa walikuwa nao ni watu wengi na jeshi lao lilikuwa na watu takriban 6,000. Kwa hiyo hawakuwa watu wachache, watu 6,000 wenye uzoefu mzuri wa mapambano. Wakamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo hilo la Hunain, wakapambana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka Maka akawafuata, wa ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam 10,000 wa min at-tulaqa, alikuwa na wanajeshi 10,000 ambao walitoka nao katika Fathu Makkah, halafu wakaongezeka na wale ambao wametoka kuslimu katika watu wa tulaqa, yani watu wa Makkah ambao walikuwa ni Waislamu wapya. Na watu hao tumesema Ghatafan walikwenda bighanamihim wa dhararihim, walikwenda na wanyama wao wote na vizazi vyao, yani wake zao na watoto wao, wakawa wametanguliza wapiganaji, halafu nyuma yao kuna mali zao, yani ngamia wao na mbuzi wao na kondoo wao na farasi wao wa machunga,
halafu wana na wake zao na watoto wao, kwa maana walikwenda katika vita kamili, hawakubali kushindwa katika vita hivyo vyovyote itakavyokuwa, na wakawa wamejipanga kutengeneza wapiganaji wazuri kabisa mbele, mpaka walipofika akanada fanada yaumaidhin nidaaini lam yakhlit bainahuma. Mtume saa salam akaita miito miwili ambayo haikuchanganyika baina yake, akawa anawaita ya ma'shar al-ansar, yenye maansar. Wakawa wanaitika maansar, labbaika ya Rasulullah, abshir nahnu ma'aka, bishara njema, ipata habari njema kwamba sisi tuko pamoja nao. Hii ni baada ya kwamba Waislamu walishavamiwa, wakaitwa mara ya pili na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hapo Mtume sallallahu alikuwa anasema kama anavyosema ala baghlatin baydha, akiwa Mtume amepanda juu ya mnyama ambaye dume wake anakuwa ni wa mbuzi, ni wa punda, na jike wake ni wa farasi. Kwa Kiswahili cha zamani tulikuwa tunaita nyumbu, lakini nyumbu kwa Kiswahili cha Kibara ni ng'ombe pori. Kwa hiyo sijui huyu anaitwaje, lakini ni mnyama ambaye ni mnyama tasa asiyezaa, yani siendeleza generation yake. Anakuwa na nguvu za farasi, halafu ana uwezo wa kustahimili kama punda. Anafanana na anakuwa katikati baina ya farasi na punda, na mkia mkubwa kuliko wa punda, ana mwili mkubwa kuliko wa punda, lakini ana sura inayofanana kati ya farasi na punda. Ni mnyama ambaye alikuwa anajulikana kwamba ana uwezo mkubwa wa kustahimili na ni wazuri zaidi katika vita. Kwa hiyo walikuwa wanatumiwa na Waarabu kwa ajili ya maeneo magumu au maeneo yenye ukame. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi akawa anasogea mbele, watu waliporudi nyuma, yeye na Abbas, babake Abdullah bin Abbas, yani ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ndugu yake wa kunyonyeshwa alikuwa anaitwa Abu Sufyan al-Harith ibn Abdul Muttalib, ambaye ni binamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia ni ndugu yake wa kunyonya, walionyonya pamoja kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapelekwa kwa Halima Saadia, alipokuwa ananyonyeshwa kwa mtumwa wa Abu Lahab, Thuwaiba, ndio aliwanyonyesha pamoja Hamza bin Abdul Muttalib na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, na huyu Harith anaitwa Abu Sufyan al-Harith ibn Abdul Muttalib, ambaye ni ndugu na Ali bin Abi Talib. Ni binamu yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye huyu Abu Sufyan al-Harith ibn Abdul Muttalib na Hamza bin Abdul Muttalib na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ndugu katika kunyonya, wamenyonya kwa Thuwaiba. Lakini na Thuwaiba alikuwa na mtoto anaitwa Masruh, ndo ambaye Masruh maziwa yao walinyonya hawa wote, ikawa wana udugu wa kunyonya. Halafu Mtume sallallahu ana udugu wa damu na huyu Abu Sufyan kwa sababu ni binamu wake, yeye ni mtoto wa Abdul Muttalib, wa Harith bin Abdul Muttalib, na Mtume sallallahu ni mtoto wa Abdullah bin Abdul Muttalib. Kwa hiyo yeye na Mtume ni mabinamu, kama ambavyo pia amesimulia Abbas mwenyewe bin Abdul Muttalib radhiallahu anhu kwamba mimi nilishuhudia vita pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya vita vya Hunain, na nikajilazimisha mimi pamoja na Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, ambaye tunataka kumuelezea, tukajilazimisha kubakia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na ukaribu wao wa nasabu na kutokana na wajibu wao walikuwa wamejiwajibishia kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya dhiki na hali ya faraja. Falam nufariquhu, anasema sisi hatukumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mara moja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yupo juu ya mnyama wake ambaye huyo tulomtaja kama kwa jina hilo la nyumbu, kama tutatumia jina hilo, ambaye mule kwa Kiingereza anaitwa. Mama yake ni farasi na baba yake ni punda. Baydha ambaye alikuwa ni mweupe, ambaye alipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam mnyama huyo na Farwatu ibn Nufatha al-Judhami. Katika riwaya nyingine imekuja ibn Nufakha al-Judhami. Falamma altaqa almuslimuna, walipokutana waislamu walkufaru na makafiri, wala muslimuna mudbirin, waislamu walikimbia kwa sababu walikutana na jeshi ambalo lilikuwa ni kali kabisa katika kurembea mishare yake. Fatafika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudhu baghlatahu qibala al-kufara, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anampeleka mbele, yurkidhu, anampeleka mbele, anamuendesha yule mnyama wake kuwaelekea makafiri, hali kwa makafiri wanatupa silaha ambazo zilikuwa zina. Wakala Abbas, alikuwa anasema Abbas, na mimi wakati huo nilikuwa nimeshika bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nimeshika mimi
yani ujamu au kamba ya farasi huyu mnyama wa Mtume SAW salam akufu, inamzuia asende mbele, kwa sababu Mtume anasogea tu kama anavyosogea mtu asiyejali kifo. Iradata alla tusri, nikiwa nataka nakusudia kumzuia asende mbio. Wa Abu Sufyan, na Abu Sufyan ndugu yake Mtume SAW salam, akhidhun birikabi Rasulillah SAW salam, akiwa ameshika rikab ni chuma ambacho anatumia mtu kukanyaga kwa ajili ya kupanda katika farasi au mnyama huyu, chuma ambacho kinakuwa maeneo ya katikati ya tumbo kwa mnyama, mtu anakanyaga ili apate kupanda juu kabisa. Anasema nikawa mimi namzuilia ili mtume apate kudhibiti vizuri asije akadondoka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema ay Abbas, ewe Abbas, nadi ashaba sumura, waite masahaba wa Madina, waite maansar, waite waje maansar. Ashaba sumura, masahaba wameitwa hivyo kwa sababu katika mti uliokuwa unaitwa As-Sumura ndipo ambapo walichukua kiapo cha utiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani bai'a, na kutoa ahadi kwamba watamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa damu zao na roho zao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha masahaba wa Madina, maansar, ambao ndio walikuwa wengi, akawaambia, kwa sababu wale atulaqa walikuwa wanatoka Maka walikuwa ni watu 2000 na masahaba waliotoka Madina wakishanganya muhajirin na ansar walikuwa ni watu 10,000. Bila shaka maansar walikuwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nadi ashaba sumura, waite wale ambao walichukua ahadi chini ya mti kwamba watanilinda mimi kama wanavyolinda nafsi zao na watoto wao. Faqala Abbas, akasema Abbas radhiallahu anhu, akana rajulan sayyitan, alikuwa ni mtu mwenye sauti ya juu. Faqultu bi'ala sauti, nikaita kwa sauti yangu ya juu, aina ashabu samura, wako wapi watu waliochukua kiapo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watamlinda kama wanavyozilinda roho zao na roho za watu wao. Qala, anasema Abbas, fa wallahi, naapa kwa jina la Allah, laka anna atafatahum hina sami'u sauti, ikawa kule kurejea kwao na kuja kwao kwa haraka, atafatahum, kurejea kwao, yani iadatuhum bisura, kurejea kwao kwa haraka walivyokuwa wanakuja walipoisikia sauti yangu, na kule kuwakumbusha kwao ule mti ambapo walichukua kiapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa katafatul baqari ala auladiha, ni kama anavyorejea kwa mbio ng'ombe aliyekwenda machungani jioni inapofika, namna ambavyo maziwa yanakuwa yamemshika yamemkaza, ana hamu aje amnyonyeshe mtoto wake ili apate nafuu kutokana na maziwa yalivyomkaza, kusubiri kutwa nzima kuto kunyonywa. Kwa hiyo masahaba wakawa wanakuja mbio kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa ng'ombe anayemkimbilia mwanawe kwenda kumnyonyesha katika zizi. Anasema faqalu ya labbaika ya labbaika, yani ikawa kila sauti inatoka kila upande kuitikia, tunakuitika ewe Rasulullah, tunakuitika ewe mjumbe wa Allah. Qala faqtatalu walkufara, wakapigana wao kupambana na makafiri. Waduatu fil ansari yaqulun, na mwenye kuita katika maansari akawa anaita akisema, ya ma'shar al-ansar, ya ma'shar al-ansar, enyi watu wa Madina, enyi watu wa Madina. Qala thumma qasurat da'wa, alafu pakapungua wale wenye kuita, ikapungua ile kuita, yani walivyokusanyika maansari wakaja wengi, wakawa wanaitwa ala bani al-Harith ibn Khazraj, kwa ukoo maalum wa Harith ibn al-Khazraj. Faqalu, wakawa wanasema, ya bani al-Harith ibn al-Khazraj, enyi ukoo Harith kutoka katika kabila la Khazraj, yani katika watu ambao ndio watu maalum kabisa, watu katika watu wa Madina. Ya bani al-Harith ibn al-Khazraj, wakawa wanaitwa na kuitwa. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala baghalatihi, hali yako ipo juu ya mnyama wake, kalmutatawili alaiha ila qitali, kama kwamba anamlazimisha ende mbele kwa ajili ya kupambana na makafiri, yani ukawa haumshiki woga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha hina hamiya alwatisu. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayatin, anasema hapa ndio wakati ambapo watu wakawa, yani watu walipotawanyika wakakimbia, alafu wakaitwa tena, halafu akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua hasayatin, yani anachukua changarawe, farama bihinna wujuha al-kuffar, akawa anazirembea
kwa kutumia changarawe hizo au kokoto hizo wanawarembea makafiri. Thumma qala, fakasema in hazamu wa rabbu Muhammadin, wameshashindwa hawa na hapa kwa jina la Mola wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, anasema fadhhabtu andhuru, nikaenda mimi Abbas kwenda kuangalia, fa idha alqitalu ala hayatihi fima ara, nikawa naona vita viko vile vile, bado waislamu wameshindwa kama walivyokuwa mwanzo. Qala fa wallahi, na hapa kwa jina la Allah, ma huwa, tahamaki muda mfupi, illa an ramahum bihisayatihi, baada ya Mtume sallam kuwarembea kwa vichangarawe vyake. Fama ziltu ara haddahum kalila, nikawa mimi siachi kuona kwamba mapanga yao hayapati tena, makali yao waliokuwa nayo wanapigia waislamu kuwaua hayapati tena, wakiwapiga waislamu hayawafiki waislamu, hayawachinji waislamu. Wa amrahum mudbira, na jambo lao ikawa wao ni kugeuza mgongo na kukimbia. Katika hadithi hii, au tumalizie hadithi ya mwisho, katika hadithi ya Anas amesema iftatahna makkata, tulifungua Makka, yani katika fathu Makka al-kubra. Thumma inna ghazawna Hunain, alafu kina tukapigana katika eneo lilikuwa linaitwa Hunain. Fajaa almushrikuna biahsani sufufin raaitu, wakaja washirikina katika safu ambazo ni bora zaidi nilizowahi kuziona katika vita vyote. Na Anas ni katika watu ambao walikuwa hawajaona vyote vita vingi, kwa sababu alikuwa ni mdogo kwa umri. Fasuffatil khayl, anasema kwanza wakatangulizwa farasi na wapambanaji wa farasi katika kwa makafiri. Thumma suffati almuqatila, alafu ndio wakafuata watu ambao hawana farasi ambao walikuwa wanapambana kwa kutumia panga zao. Thumma suffati nisao min warai dhalika, alafu wakaweka wanawake kwa ajili ya kuwathibitisha hawa walio mbele wasije wakaondoka wakawasaliti wanawake wao katika uwanja wa vita, wapigane mpaka kufika mauti yao. Thumma suffatil ghanam, alafu nyuma wakapangwa wanyama, yani ngamia na mbuzi na kondoo. Thumma suffatin naam, waliwekwa kwanza kondoo na mbuzi, halafu wakawekwa naam, wakawekwa nyuma ngamia. Wa nahnu basharun kathir, na sisi waislamu tukiwa ni watu wengi, yani watu 12,000. Wa ala mujannibati khaylina Khalid ibn al-Walid, na pembeni mwa farasi wetu, yani sisi farasi wetu walikuwa wamekaa, halafu pembeni ya huku na huku kuna vikosi vya Khalid bin Walid, upande wa kulia na wa kushoto kuna vikosi vya Khalid bin Walid, kama ndio vinavyotulinda, ndio namna ambavyo jeshi letu lilijengwa. Pembeni kuna wapiganaji maarufu mashuhuri wazuri, halafu katikati kuna jeshi kubwa ambalo lilikuwa limechanganyika juu ya maansari wenye imani zao zilizotulia na watu 2,000 ambao imani zao ndio kwanza changa wameslimu kwa sababu tu wametenzwa nguvu kule Maka. Anasema faja'alat khayluna tilwa khalfa dhuhurina, akawafanya farasi wetu sisi wawe nyuma ya migongo yetu. Sisi tulitangulia kwanza wapiganaji, alafu ndio wakaja farasi. Falam nalbath, hatukuchukua muda, anikashafat khayluna, wakaonekana wale farasi wetu. Wafarratil a'rabu wa man na'lamu minan nas, na wakakimbia watu ambao walikuwa wametoka katika makabila ya mashamba na watu wengine tunaowajua miongoni mwa watu, kwa sababu ya kule kukimbia watu wengine na wao vile vile wakachukuliwa na kukimbia, wakakimbia. Fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaita ya lilmuhajirin, enyi muhajirin, ya lilmuhajirin, enyi muhajirin. Kwa hiyo wakaja kwanza wakakusanyika muhajirin. Thumma qala, halafu akasema ya lil ansari, ya lil ansari, enyi maansari wa Madina, enyi maansari wa Madina. Qulna labbaika, anasema ana sisi watu wa Madina tukasema labbaika ya Rasulullah, tunakuitika wewe mtume wa Allah. Qala fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatangulia mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita. Fa aimullahi, ni kiapo kama viapo vingine, manake naapa kwa kiapo cha Allah, na hapa kwa imani za Allah subhanahu wa ta'ala, amwapia Allah kwa imani zake. Ma atainahum hatta hazamahum Allah, hatukuwafikia wale watu mpaka Allah akawa ameshawashinda. Yani tulipoitikia tu wito wa mtume tukaona ushindi unakuja kwetu sisi, ndio Allah katika aya tunayosoma anasema laqad nasarakumullahu, Allah alikupeni nyinyi nusra fi mawatina kathira, katika maeneo mbalimbali. Wa yauma Hunain, kumbukeni siku ya Hunain alipokupeni ushindi baada ya kwa nyinyi mlikuwa mshashindwa. Na kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema pale nyingine, laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla, Allah amekupeni nyinyi ushindi siku ya vita vya Badr, halikuwa nyinyi mlikuwa wanyonge kabisa. Kwa anasema fa aimullahi, naapa
kwa Allah, ma atainahum, hatukuwaendea makafiri, hata hazamahumullah, mpaka Allah tahamaki akawa ameshatupa sisi ushindi, amewashinda wao. Faqabadna dhalika almala, tukaenda kuzichukua zile mali walizokuwa wamekuja nazo nyingi. Thumma ntalaqna, halafu tukaenda ila Taif, Taif ambako ndio kwao hawa watu walitoka Taif kuja Hunain kupigana. Fahasarnahum 40 laila, tukawazingira siku 40 bila mafanikio. Kila namna walivyokuwa wakijitahidi Waislamu wakawa wanashambuliwa, na kila walivyojaribu katika vita hivyo walitengeneza nini naitwaje, mikhandak kama hivyo, yani yale madude fulani yanatengenezwa ambayo yanatupa kwa mbali, yanatupa mawe au moto kwa mbali, likinyanyuliwa linatupa kama mfano wa kombora wala wakati huo. Kwa hiyo Waislamu walitengeneza kwa kusaidiwa na Salman Farisi na watu wengine, lakini haikusaidia. Walijaribu kuvunja pia wakashindwa, isipokuwa pale pamoja ambapo walifanikiwa, wakamwagiwa shaba iliyokuwa imeyeyushwa ya moto, ikawadhuru zaidi Waislamu. Kwa kiufupi, hawakufanikiwa kuvunja ngome ambayo ilikuwa imefanywa kama hisar, kama ndio Waislamu walikwenda kufanya hisar, walikwenda kufanya kuzingira ngome hiyo siku 40. Mtume SAW akaamrisha kwamba waondoke, kwa sababu ilithibiti kwamba watu hao wamejiandaa na chakula cha kuwatosha katika hisari yao kwa muda wa mwaka mzima, na Waislamu wametoka katika Fathu Makka na wameshapigana Hunain, na kwenda kukaa hapo zaidi ya hapo ingalikuwa ni hasara juu ya hasara. Kwa Mtume SAW akawaamrisha masahaba warudi zao Madina. Halafu Hawazin wakaja kiongozi wao kuja kuslimu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema thumma raja'na ila Makka, halafu tukarejea Makka. Fanazalna, tukatulia. Fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yu'ti ar-rajula al-mi'ata min al-ibli, akawa anatoa kumpa mtu mmoja ngamia 100. Walikuja katika vita hivi kina Abbas bin Abdul Muttalib, akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia nipe, yani Abbas akamwambia Mtume nipe katika vile alivyokupa Allah, akamwambia chukua. Akachukua mali katika dhahabu na mali nyingine mpaka akawa hawezi kuzibeba. Akamwambia ya Rasulullah, mwambie mtu anitwishe. Akamwambia hapana, chukua wewe mwenyewe. Akachukua, akapunguza mali alizokuwa nazo, akashindwa kubeba tena. Akamwambia Rasulullah, nitafutie mtu anitwishe mali hizi. Akamwambia hapana, chukua kiasi chako unachokiweza. Akapunguza, akachukua, hali ya kuwa kupiga hatua hawezi uzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia akimwangalia Abbas, hali ya kuwa mdomo wake uko wazi. Mtume anashangazwa na hirs ya ammi yake juu ya kutaka namna anavyotaka kukusanya mali nyingi. Kwa masahaba walichukua, hasa Muhajirin, mali nyingi, na katika mali hizo Maansar wakanyimwa sehemu katika mali hii. Hawakuwa wamepewa wao, bali walipewa Muhajirina, watu wa Makka, mali nyingi sana, kwa sababu wengi wao walikuwa ndio kwanza wameingia katika Uislamu, wakawa wanazoeshwa katika Uislamu. Anasema Abu Ishaqa alimwambia al-Barra, yani Barra bin Azib radhiallahu anhu, sahaba, katika hali ya kufanya mashara, alimwambia ya Aba Umara, ambaye ndo al-Barra bin Azib, ewe Abu Umara, afarartum yawma Hunain, je, nyinyi mlikimbia? Kwa sababu Allah anasema wa yawma Hunain idha ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a, mulikimbia nyinyi? Qala la wallahi, akasema sisi hatujakimbia. Na akasema ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala hajakimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakinahu kharaja shubanu ashabihi wa akhifau hussaran, bali walitoka vijana katika masahaba zake katika vita hivi, vijana wadogo wadogo, wa ahifau, na watu mahafifu wasiona uweledi wa vita, hussaran, hali ya kuwa hawana silaha, laisa alaihim silahun au kathiru silaha, hawakuwa na silaha za kutosha. Falaku qauman rumata, na kukutana na jeshi ambalo lilikuwa ni wataalamu wa kurembea kwa mishale na mikuki. La yakadu yasqutu lahum sahamun, takriban hakuna mshale hata mmoja wanaotupa usiue. Ndio maana la yakadu yasqutu lahum sahamun, yani hauanguki chini mshale, kila unaotupa unaanguka katika mwili wa mtu. Jam'a Hawazin, yani walikusanya Hawazin, kabila la Hawazin wa Bani Nasri na Bani Nasri na Ghatafani, kama tumesoma huko juu. Farashaquhum rashqan ma yakaduna yukhtiun, wakawa wanawarembea kwa mishale, takriban hakuna mshale ambao unamkosa mtu. Faaqbalu hunalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hapo watu wakamuelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kukimbia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, akiwa yeye yupo juu ya mnyama wake albaydha, mweupe. Wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdullah bin Abd al-Muttalib yaqudu bihi,
na Abu Sufyan bin Harith akiwa anamuendesha huyu farasi. Fanazala fastansara, Mtume sallam akashuka chini na akachota mchanga au kokoto ndogo ndogo. Fastansara, akaomba nusra kwa Allah subhanahu fastansara ni fatalaba an-nasr, akafanya dua kuomba nusra. Waqala, na akawa anasema ana nabiyyu la kadhib, mimi nabii wala si uongo. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, na mimi ndiye mtoto wa Abdul Muttalib, na wala hakusema mtoto Abdullah kwa sababu Abdul Muttalib alikuwa ni mashuhuri zaidi kuliko baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah. Ala kulli hali, katika hadithi hii miongoni mwa mengi tunayojifunza ni kwamba jeshi la Hawazin lilikuwa limejipanga vizuri, na pia katika hadithi nyingine imekuja kwamba liliwashtukizia Waislamu kabla hawajajipanga vizuri, wakashtukiziwa na jeshi la Hawazin, na kaanza kushambuliwa wakiwa hawajajitayarisha kwa Waislamu, wakatawanyika. Na pia umuhimu wa mtu kuomba dua wakati wa shida. Fastansara Rasul, Mtume aliomba dua halafu akawa anarembea kutokana na kile ambacho amekishika katika mkono wake, ima changarawe au kokoto ndogo ndogo. Halafu Allah anasema thumma anzala Allahu sakinatahu, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha utulivu wake ala rasulihi, kwa mtume wake, wa ala almu'minina, kwa waumini, wa anzala junudan lam tarauha, na akateremsha jeshi ambalo nyinyi hamkuweza kuliona, wa adhaba alladhina kafaru, na Allah akawaadhibu waliokufuru, wadhalika jazaa'ul kafirin, na huko kuadhibiwa ndio malipo ya makafiri. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, maana yake thumma baada an walla almuslimuna mudbirina yawma Hunain, kisha baada ya Waislamu kugeuka wakiwa wamegeuza migongo yao wakakimbia katika vita vya Hunain, anzala Allahu thabatahu wa tuma'ninatahu, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kuthibiti kwake, yani kuwathibitisha waumini, ndio maana ya sakina na tumaanina, na utulivu katika nyoyo zao, ala rasuli, kwanza kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ashabihi almu'minin, kwa masahaba zake waumini. Fadhahaba khawfahum, akaondosha ile hofu yao ya kwanza ya kukimbia mauti. Wa anzala junudan lam tarauha, na Allah akawapa nguvu, yani kama ambavyo anasema faiyadakum binasri, akawapa nguvu kwa nusra yake. Hapa anasema wa anzala junudan lam tarauha, na akateremsha jeshi ambalo nyinyi mlikuwa hamulioni. Wa anzala Allahu yawma Hunain, Allah akateremsha katika vita hivi vya Hunain, junudan min almalaika, jeshi katika malaika, lam tarauha, ambalo waumini walikuwa hawezi kuliona. Lam tarauha ayuha almuslimun, ambao nyinyi waislamu walikuwa hamwezi kuliona. Anzalaha Allahu ta'ala, Allah aliteremsha jeshi hilo, litajbini alkufar, kwa ajili ya kuwatia woga makafiri, wa taqwiyati qulubi almu'minina, kuzitia nguvu nyoyo za waumini, wa tathbiti, na kuwathibitisha, wa tabshiri bin nasri, na kuwabashiria kwa kuwapatia ushindi. Wa adhaba alladhina kafaru, maana yake wa adhaba Allahu yawma Hunain alkafirin, Allah akawaadhibu siku ya vita vya Hunain makafiri, biaidi almu'minin, kwa mikono ya waumini, kama ilivyokuja katika ahadi yake hapo nyuma, ya yu'adhibuhum biaidikum, atawaadhibu wao kutokana na mikono yenu. Biqatlihim wa asrihim, kwa kuwaua na kuwateka. Wa akhadhi amwalihim, na kuchukua mali zao. Wa sabi ahalihim, na kuwachukua mateka watu wao wa familia zao. Wa dhararihim, na vizazi vyao, au wa dhararihim, na vizazi vyao. Wa dhalika jazaa'ul kafirin, na hayo ndio malipo ya makafiri. Wa dhalika ta'dhibu, na hiyo adhabu alladhi asabahum, iliyowapata watu hao, huwa jazaa'u ahli al-kufri, ndio malipo ya makafiri fi dunia, bisababi kufri, katika hii dunia kwa sababu ya ukafiri wao. Thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, halafu atatubia Allah kuwasamehe baada ya hayo kwa wale ambao wanataka katika waumini, yani thumma katika washirikina, yani katika wale kabila la Hawazin. Maana yake thumma yuwaffiqu Allahu litauba, halafu Allah atawafikisha kutubia, min ba'di ta'dhibi alkafirina fi dunya, baada ya kuadhibu makafiri hapa duniani. Man yasha, anayemtaka, an yatuba, anayetaka kutubia, alaihi, kumsamehe Allah, minhum, miongoni mwa makafiri, fayahdihi ila alislam, atamuongoza kafiri huyo katika Uislamu, yani kuelekea katika Uislamu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe madhambi ya wenye kutubia kwake yeye, huyastiri na kuyachupa, kuto kuyachukulia, hawapatilizi, hawaadhibu, na ni mwenye kuyafunika madhambi hayo, hayataonekana siku ya Kiyama. Wa rahimu, na vile vile ni rahimu, fayuwafiquhum, anawafikisha litauba, kutubia, wa yakbaluha minhum, na anakubali kutoka kwa wao. Wala yuadhibuhum baadaha, wala hawaadhibu baada ya hapo. Min fawaid, katika faida za aya hizi,
Ya kwanza ni kwamba katika aya laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin, Allah subhanahu wa ta'ala anataja kwa waumini fadhila zake kwa wao na ihsani yake aliyowafanyia wao katika kuwapatia nusra katika maeneo mbalimbali katika vita vyao walivyopigana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakipigania dini dhidi ya makafiri, na kwamba jambo hilo liko kwake yeye na ni jukumu lake Allah kuwaunga mkono na kuwawezesha, si kwa sababu ya idadi yao wala si kwa sababu ya maandalizi yao, la biadadihim wala biudadihim, si kwa idadi yao wala kwa maandalizi yao, bali Allah anawatanabahisha watu kwamba ushindi unatoka kwake yeye. Ni sawa sawa ikiwa watu watakuwa wachache au watakuwa wengi, kama ilivyokuwa katika Badri na kama ilivyokuwa katika Hunain. Na jambo la pili, mtu kujisikia na kujiona na kujikweza na kujifaharisha katika nafsi yake ni sumu yenye kuua katika miongoni mwa yenye kuwa sababu, yani badala ya watu kuchukua maandalizi wanajiona kwamba sisi ni wengi, sisi tunatosha. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha sisi adabu kwamba sisi tukumbuke ubaya wa athari ya watu kujisikia na kujiona, athari mbaya tukumbuke ya mtu kujisikia na kujiona. Anasema tuwe na tahadhari na jambo hilo. Wa yauma hunainin idh ajabatkum kathratukum, mlipopendezeshwa nyinyi na mkajifaharisha kwa wingi wenu, falam tughni ankum shay'a, wingi wenu haukukusaidieni chochote. Jambo la tatu katika tunalojifunza ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapowapa mtihani waja wake kwa kushinda na kwa kushindwa bilghalabati walkasrati walhazima, waja wanaposhindwa na wakavunjwa vunjwa na wakawa wamenyimwa ushindi, huwa wananyenyekea na kudogoka na kuwa wanadhalilika na kunyenyekea. Kwa jambo hilo linawapelekea kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kupata ushindi na kupata nguvu. Yani watu wanapodhalilika Allah huwapa ushindi, na kinyume chake watu wanapojivisha uwezo wao na wakamsahau Mola wao, Allah huwapokonya ushindi ule. Ndio akasema wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahbat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu. Mlipoona kwamba ni wingi, Allah akakupokonyeni ushindi. Mlipoona kwamba hakuna wa kunusuruni isipokuwa Allah na mtume wake, mtume akakuiteni mkaitikia wito wake, na mtume akaomba dua kwa Allah, Allah akakunusuruni. Kwa hiyo mnapojiona mna nguvu, Allah huondosha nguvu zake, na mnapojiona wanyonge na mkamwelekea Allah na mkaitikia wito wake na mtume wake, Allah anakupeni ushindi. Wallahu a'lam wa ahkama min thumma fawaid ukhar, lakini kwa sababu ya muda tutafikia hapo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Tunakaribisha maswali yenu, fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa jazakallahu khairi ya Abbas, Mungu akubariki akuongezee katika ilmu inshallah. Mimi nilikuwa nataka nifanye taaliki, lakini naona ndio uliomalizia nayo ya conclusion kwamba katika laqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adilla, na kama tutakuwa nimekosea, fi badrin wa antum adilla. Mwenyezi Mungu asema kwamba aliwanusuru Waislamu katika vita vya Badri hali ya kuwa wao walikuwa ni wanyonge, lakini ilipokuja katika hii Hunaini akawaambia kwamba wingi wao ambao walijivunia wingi wao, nusra akaiondoa kwanza katika kuweka sawa, kuona kwamba nusra inatoka kwa Mwenyezi Mungu na sio wingi wenu, sio vifaa vyenu ambavyo mnavyo na mbinu zenu za kivita. Hii connection ya hizi aya mbili ni muhimu sana katika application yetu ya sisi sasa hivi, kwa maana ni kwamba hata mtu akiwa na labda teknolojia ya hali ya juu, lakini kama Waislamu watakuwa wamesimama katika haki na kumwomba Mwenyezi Mungu, basi unaweza kupata nusra. Hili la kwanza. Lakini la pili lilikuwa nataka
ulizungumzia lile jiwe ambalo lawekwa labda katika kitu kama nguo hivi au gunia, alafu wanazungusha wanatupa, linatupwa linakuwa na yani mpaka likigaini momentum, likiachia ndo linafanya ile projection. Lile linaitwa kombaiwe, sisi tunavyoita, sijui wazee ndio walikuwa wanatuambia inavyoitwa, inaitwa kombaiwe, ambalo alifundishwa jinsi ya kurusha na nani huyu Salman al-Farisi. Lakini vile vile inanipa picha kwamba hawa Wairani inawezekana katika masuala ya kutupa walikuwa vizuri tangu kipindi hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu huyo ni Mpeshia na alikuwa na mbinu hiyo ambayo mpaka sasa hivi duniani mtu mwenye teknolojia ya kurusha makombora kwa muda mrefu ni Irani. Kwa hiyo inaelekana walikuwa na ujuzi huo muda mrefu sana. Nilikuwa nataka kufanya taarifa katika vitu hivyo viwili, hicho kimoja na hili jina la ile dude la kurusha na kuzungusha alafu unaliachia na ruka, linaitwa kombaiwe. Asalamu alaykum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna kombaiwe ndo ipi, lakini kwa Kiarabu inaitwa manjaniq. Nimekumbuka jina lake ni manjaniq, ambalo linakuwa kama kinini fulani lina matairi, linapelekwa pahali alafu ndo likafanya namna likaweza kurusha kwenda sehemu almanjaniq. Naam, kwa hili waita kombaiwe. Naam, shukran, barakallahu. Hiyo ndo raha kwa watu wa pwani. Naam. Mashaikh, kama kuna mchango wa ziada? Kama hakuna, tufikie hapo. Nadhani kwa leo tutakuwa tumetosha. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.